Sasa hakuna uvumilivu ndani ya chama kwa wale watu ambao wanaonyesha kukosoa. Mimi nataka kujua, inawezekana labda sisi hatuna information. Kwa nyinyi ambao recently mmekuwa mnakosoa chama hiki, nataka kujua au muweke wazi kwamba je, kuna michakato ndani ya chama officially imekuwa instituted kuwashughulikia, kwa sababu inawezekana wanakutukana tu watu wa mtaani, unakuja kukisingizia chama kwamba kinafanya hivyo. Lakini nikurudishe nyuma, umesema kwa uongozi uliopita previous regime mlikuwa mnaruhusu ukosoaji na watu wenye maoni hasi dhidi ya uongozi. Umemtaja Zito hapo, lakini mwisho wa siku Zito na wenzake akina Kitila walikuja kufukuzwa na uongozi ambao wewe ulikuwa ni sehemu yake, kwa sababu tu walikuwa wanajiandaa kugombea uchaguzi ndani ya chama kupinga uongozi. Lakini pia sio Zito tu, akina Silinde tumewaona, akina Lwakatare walipata dhahama hiyo ya kulazimishwa kuondoka kwenye chama kwa sababu tu walionyesha kuipinga baadhi ya misimamo ya uongozi uliopita ambao wewe ulikuwa sehemu yake, hasa swala la COVID bungeni, nadhani unakumbuka. Sasa mimi nataka kuuliza Mlema, udikteta au kutokuvumiliana ndani ya chama umekuona baada ya wewe kuwa sehemu ya wakosoaji, lakini wakati wewe ukiwa sehemu ya uongozi kuna watu walishughulikiwa, kuna watu waliondolewa na wakafukuzwa kwa sababu tu ya kukosoa, lakini wewe hukuwahi kusema. Sasa nikisema hii ni double standard au ni kwa sababu tu leo yamekufika wewe na wenzako ndio maana unalalamika, lakini huu ni mtindo ambao umekuwa ndani ya Chadema wa kushughulikia watu wenye mawazo mbadala dhidi ya uongozi? Naweza nianze na ndugu Bakari. Swali la Bakari wa Mwananchi. Ameuliza mwaka 2019 tulikimbia mapambano. Hatukukimbia mapambano. Tuliingia kwenye mchakato wa uchaguzi, tukaweka wagombea wetu 90% wakaenguliwa, tukawa hatuna wagombea. Sasa tungeshirikije wakati wagombea wameshaondolewa? Ila tuliweka wagombea, wakajaza fomu, wakarejesha fomu, wakaenguliwa. Wengine kule Machame, kijiji cha Nshara, kuna mzee mmoja ni profesa mstaafu, Profesa Swai, alienguliwa kwa hajui kusoma na kuandika. Alikuwa anagombea kijiji cha Nshara, Machame, profesa mstaafu yuko kijijini, anaenguliwa na mtendaji wa kijiji aliyeishia darasa la 7 kwamba huyu profesa hajui kusoma na kuandika. Kwa hiyo tulipoenguliwa tulikuwa hatuna namna, kwa hiyo hatukukimbia mapambano. Kwa hiyo rekodi uliotaka kuiweka sawa, nafikiri nikifafanua hivyo utanielewa vizuri zaidi. B, kufa ndoto na kanuni. Tumeanza jitihada, mna miujiza wa chama kushiriki uchaguzi. Sisi kama G55 tumesema hatuoni hizo ndoto tunazoaminishwa kwamba kuna muujiza unaweza kutokea. Hatuuoni, kwa sababu michakato ya kiuchaguzi imeshafika mbali. Na ili niunganishe swali hili na swali la ndugu John aliyetaka kujua kwamba chama kinasema kanuni zimesainiwa, viongozi wetu wanasema hakuna tarehe iliyowekwa. Na yaunganisha kwa sababu yanafanana, kwamba viongozi wetu wanasema hakuna tarehe iliyowekwa kwa mujibu wa sheria kwamba kanuni zinasainiwa lini. Hii ni sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024. Kifungu cha 4 cha sheria hii kinasema hivi: kanuni, maelekezo na notisi
kifungu cha 4 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024. Kanuni, maelekezo na notisi. Kanuni, maelekezo na notisi zote ambazo tume ina mamlaka ya kuandaa au kutoa zitachukuliwa kuwa zimeandaliwa na zimetolewa kihalali endapo zitaandaliwa au zitatolewa zikiwa na saini ya mwenyekiti wa tume au mkurugenzi wa uchaguzi. Ndugu zangu, hoja kwamba kanuni hazina tarehe ya kusaini, hivi ina hold water kweli? Tume itawezaje sasa kuratibu uchaguzi kama itasubiri mpaka siku moja kabla ya uchaguzi ndio chama kimoja kikamalizia kusaini kanuni? Itaendeshaje huo uchaguzi? Tume inapotoa kanuni za kufafanua sheria ni ili hiyo michakato iweze kwenda. Hivi mnataka tume ikachape lini kanuni kwenye gazeti la serikali kama kila chama kitasema kina saini siku kinayotaka? Kutakuwa na tume hapo? Kwa hiyo wanapojificha kwenye kivuli kwamba hakuna tarehe, ndugu zangu, tume inatakiwa ichape hizi kanuni. Wale tuliogombea tunafahamu, mgombea ukienda kuchukua fomu unapewa kanuni, nakala ya kanuni. Wagombea wa vyama vyote, madiwani, wabunge na mgombea urais unapewa nakala. Hivi tume isubiri mpaka wagombea waende wakateuliwa alafu ndio ianze kuzichapa? Mnajua ni kanuni ngapi zinatakiwa zichapwe? Tuna kata zaidi ya 3900 na tuna vyama 18. Fikiria kila chama kikiweka mgombea kwenye kata, zinahitajika kanuni ngapi? Viongozi wetu wasituhamishe kwenye hoja ya msingi kwa hoja nyepesi kiasi hicho. Tume lazima iweke muda, na kwenye kalenda ya tume kuna kitu kinaitwa electoral cycle, duara la uchaguzi. Imefafanua hatua kwa hatua. Sasa mnataka hiyo tume iseme kila chama kitasaini saa kinayotaka? Hivi ikifika wakati sasa ndio wakuteua wagombea na hamna chama kimesaini, hiyo tume ina uchaguzi ina ratibu? Kwa niishie tu kwa kusema kwamba viongozi wetu hawakusaini kwa sababu ya kiburi, na tuliwatahadharisha tarehe 3 Aprili. Jitihada zitaisha lini? Tumesema hivi karibuni, na tunaposema hivi karibuni tunafahamu kalenda ya uchaguzi wagombea bunge linavunjwa mwisho wa mwezi wa 6. Michakato ya tume ya kuchukua fomu, kurejesha fomu itakuwa imeshaanza. Kwa hiyo tunaposema karibuni tunamaanisha bado tuko kwenye mashauriano. Sasa siwezi kutoa tarehe maana nitakuwa mtabiri, na kipaji hicho Mwenyezi Mungu hajanijalia. Lakini waombe tu subira huvuta heri. Ndugu John, kwa sasa uvumilivu ndani ya Chadema, wakosoaji je? Kwa michakato ya ndani chama kinawashughulikia rasmi? Ndio. Wako watu wa G55 wameandikiwa barua na matawi yao kwa maelekezo ya chama kwamba wajieleze. Yuko makamu mwenyekiti wa kanda ya kati Dodoma, ndugu Jingu, alienda kwenye mkutano wa hadhara akamkosoa mwenyekiti wa chama taifa kwa mambo haya. Ameandikiwa barua na ameitwa kwenye kikao cha maadili cha kanda ya kati Dodoma. Mwenyekiti wa jimbo la Segerea yuko hapa, ndugu Asenga, nimemuona. Ameshaandikiwa barua na tawi lake, amepewa siku 14 ajieleze kwa nini asifukuzwe wanachama. Yuko ndugu Romanus Apunda,
alitia nia ya kugombea urais kupitia Chadema, yuko hapo. Yeye ameshaitwa kwenye kikao kabisa. Nafikiri umeshajieleza bwana. Na tayari ameshajieleza. Amekaa hapo. Kwa hiyo huu utamaduni sio kwamba ni wa mtaani. Ndani ya chama tunashughulikiwa. Swali la pili la ndugu John, Zitto na wenzake walifukuzwa ndani ya chama. Sio sahihi. Zitto Zuberi Kabwe, Profesa Kitila Mkumbo pamoja na Samson Mwigamba hawakuwahi kufukuzwa na chama hiki. Walivuliwa nyadhifa zao. Ndio maana Zitto akaendelea kuwa mbunge. Zitto yeye ndo akaenda kufungua kesi akizuia chama kisimfukuze uwanachama. Lakini chama hakikuwahi kumfukuza uwanachama. Alimaliza ubunge wake. Hajawahi kufukuzwa. Kitila Mkumbo hajawahi kufukuzwa. Kitila Mkumbo alivuliwa nyadhifa yake ya mjumbe wa kamati kuu. Samson Mwigamba alivuliwa nyadhifa yake ya mwenyekiti wa chama mkoa wa Arusha. Hawajawahi kufukuzwa. Kwa hiyo sio sahihi kusema tuliwahi kuwafukuza Zitto na wenzake kufukuzwa. Hakuna rekodi ya Zitto kufukuzwa wanachama. Alivuliwa wadhifa wake wa naibu katibu mkuu bara. Na rekodi ziko that clear. Silinde Lokatare walilazimishwa kuondoka. Hakuna ambaye akiondoka kwenye chama hata tafuta sababu. Kama ambavyo akirudi lazima atafute sababu kwa nini amerudi. Wakina Silinde walimaliza ubunge wao, Lokatare alimaliza ubunge wake, Anthony Komo alimaliza ubunge wake, Saidi Kubenea alimaliza ubunge wake, na hatimaye wakaondoka. Na wala hayakuwa mambo ya COVID. Kwa sababu COVID ilikuwa haipo wakati wanaondoka kwenye chama hiki. Mbona hukusema ulipokuwa kiongozi amekufika? Nimesema mimi ni speaker tu. Nazungumza kwa niaba ya watu wengi wanaoshughulikiwa. Na wakati huo nikiwa ndani ya uongozi tulizuia watu wasifukuzwe, ila walikuwa wanapewa maonyo, wanaadhibiwa kwa mujibu wa kanuni. Siku Zitto, Kitila Mkumbo, Samson Mwigamba wanahojiwa, tulikuwa kwenye kikao cha kamati kuu cha siku 2 pale Ubungo Plaza. Zitto alikuwa Addis Ababa, Ethiopia. Hatukumjadili mpaka akapanda ndege akatoka Ethiopia akarudi, amefika pale saa 9 alfajiri ndio hoja ikawekwa mezani, kwa sababu alikuwa na haki ya kusikilizwa. Kwa hiyo tunachosisitiza, kama kuna mwanachama mwenye makosa aadhibiwe kwa mujibu wa kanuni, katiba ya chama chetu. Ndicho tunachosisitiza. Kanuni tayari zimesainiwa, viongozi wako wanasema nimeshalijibu. G55 minyikano hii haina afya kwenye chama. Mwenyekiti yuko gerezani, hamfanyi distraction. La mwenyekiti kuwa gerezani, chama kimeshatoa tamko na tunaunga mkono tamko la chama, kwa sababu sisi ni sehemu ya wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo tamko la chama tunaliunga mkono. Kwamba tunafanya distraction ili iweje? Yaani ukikishauri chama kuna wakati ambao sasa inafika kwamba ndio wakati huu ndio unaweza kushauri, wakati huu huwezi kushauri. Tukiwa na chama cha siasa cha namna hiyo, hakuna wakati wowote utaonekana ni muafaka wa kushauri. Kwa sababu kila siku kuna matukio yanatokea ya kisiasa. Kwa hiyo siku yote ukijitokeza kushauri, unaweza kukuta kuna msiba. Utaambiwa kwa nini unashauri siku leo tuna msiba, kuna kiongozi wetu kafariki. Kesho utakuta kuna mgonjwa. Kwa nini unashauri wakati tunapambana na afya ya mgonjwa wetu? Kwa hiyo wakati muafaka wa kushauri ni kadiri ya kupata nafasi na hoja, ndipo tunajitokeza kulingana na hoja. Na mwisho kabisa, nilikumbushwa wakati nimeenda kukaa kwa niaba ya G55, tunatoa pole
kwa viongozi na waumini wa Kanisa Katoliki kwa kuondokewa na kiongozi wao Baba Mtakatifu. Tunawapa pole sana katika kipindi hiki kigumu. Waendelee kumwomba Mungu ili waweze kuvuka salama. Na niombe tu wale wenye maswali, kapitieni sheria na kanuni, maana kuna maeneo zimefafanua. Na niwaombe pia mambo mengine waulizeni pia tume. Tusikilizeni sisi wanasiasa, sikilizeni tume, sikilizeni wanasheria wengine, kwa sababu hata hizo reform tunazopigania tulishaziwasilisha kwenye mamlaka za kiserikali, tumeziwasilisha kwa tume, na chama chetu tulipoletewa kanuni mwezi Disemba mwaka 2024 tulikuwa kwenye secretariat ya chama taifa. Tulijaribu kuandika maoni, hatujui kama yale maoni yalipelekwa ama la, kwa sababu